Mikutano ni huduma ambazo unaweza ukafanya mkutano ukiwa ndani ya hizi kumbi na mataifa yoyote mbalimbali duniani. Unaweza ukafanya mkutano na Marekani, Uingereza, mahali popote. Hata rais mwenyewe ana uwezo wa kuweza kufungua mkutano hapa akiwa Ikulu na akamaliza na akaondoka, watu wakaendelea kudiscuss. Taasisi hii kama unavyosema, kwa ujumla tumeweza kuwa na ajira za wafanyakazi wasiopungua 200 na wafanyakazi hawa tunawalipa mishahara, na mishahara hiyo vile vile wanalipa kodi serikalini kwa kuweza kusaidia kuendesha uchumi wa nchi. Okay. Kupitia mradi wa SGR ambao tunao umetusaidia sana. Tumechachuchizika. Yani katika hali ya kawaida ni kwamba tumepata hamasa baada ya kuweza kuona kwamba tuna fursa ambazo tunaweza tukazipata kwa kuweza kuongeza utalii wa ndani. Kama sasa hivi tangu tumeanza tu hizi kumbi, pamoja kwamba tulikuwa tumezifungua rasmi, tumeanza kupata booking nyingi sana. Watu wanakuja, wanazitembelea, wanafurahi kwa sababu huduma zilizoko hapa ndani za kimataifa. Kutangaza mazao mbalimbali ya utalii. Kinachofanyika leo jijini Morogoro ni uzinduzi wa kituo cha mikutano cha KET, ambacho ni moja kati ya vituo hapa nchini vyenye hadhi ya kimataifa ambayo inalenga kuendeleza zao moja la utalii linaitwa utalii wa mikutano. Tunajua Morogoro ina vivutio vingi vya utalii vikijumuisha hifadhi za taifa zilizoko karibu na Morogoro, Mikumi, kuna Ruaha, kuna Nyerere, lakini pia kuna utajiri wa utalii wa historia, kuna utalii wa utamaduni, lakini pia miundombinu wezeshi ambayo inafanya kufikika kwa urahisi. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana ya kumalizia treni ya SGR ambayo leo hii sote tunashuhudia urahisi wa kufika Morogoro. Morogoro ina uwezo wa kuwapokea wageni kutoka sehemu yoyote ile duniani wakafika hapa kirahisi. Kwa hiyo tunawapongeza sana wakurugenzi wa KET Convention Center, KET Hotels, lakini pia na KET Hotel and Tour Company Limited, kwa sababu makampuni yao ndiyo yanatekeleza azma ya Mheshimiwa Rais ya kuifanya Tanzania kitovu cha utalii wa mikutano. Kwa tuwakaribishe sana Watanzania wote, tuwakaribishe sana taasisi zinazoandaa mikutano mbalimbali, ziwe za kiserikali, ziwe za sekta binafsi, ziwe za kimataifa, waweze kuunga mkono juhudi za Mheshimiwa Rais za kuja hapa KET Convention Center kuandaa mikutano yao. Kwa majina anaitwa Christopher Gatti, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya CSL Multi-Contract Company Limited. Tunapatikana Dar es Salaam kwenye jengo la Mwalimu House floor namba 2. Sisi ni wakandarasi ambao tunahusika na mambo ya ICT na umeme, lakini kwa upande wa eneo hili ambao tupo kwenye jengo hili la KET Convention Center tumeweza kufunga vifaa vya audio and visual system. Okay. Yeah. Na hapa unavyoona kwenye uzinduzi wa leo kama unavyoweza kushuhudia, vifaa vyote ambavyo unaviona mahali hapa, hizi screen ambazo ziko mahali hapa, sound ambayo iko hapa, imeweza kufanywa na sisi kama CSL, na hii imefanywa na Watanzania, na sisi kama Watanzania tulibobea kwenye masuala mazima ya mawasiliano. Tumeweza kumfungia mteja wetu huyu ambaye ni KET Hotel, ambaye tulitafuta na tulikaa naye tukampa design. Tumeanza kwenye design mpaka kuweza kufunga vifaa hivi. Vifaa hivi ambavyo unaona vinafanyika mahali hapa, vinaweza tunaweza tukawa na tuna kumbi karibia 4 mahali hapa. Tuna kumbi kubwa 2, tuna kumbi ndogo 2 pia. Kwa hiyo kumbi hizi tumeweza kuziunganisha pamoja kwamba ikitokea labda kuna vikao ambavyo vinafika mahali hapa na ukumbi mmoja hautoshi, tunaweza tukawalinki na kumbi mwingine. Na wote kila ukumbi unaweza kuwasiliana na ukumbi mmoja kwenda mwingine, na kila kumbi tumeweza kuweka screen. Tuna kumbi kubwa 2 ambazo tumeweza kuweka screen kubwa ambazo zina uwezo wa square mita karibia 24, na kumbi ndogo tumeweza kuweka screen ndogo zenye inchi 100. Lakini kumbi zote hizi zinaweza zikawasiliana kwa kutumia teknolojia ambayo tumeweza kuifunga mahali hapa. Naweza kufunga mitambo mizuri ambayo inaweza kufanya vitu vyote vikaenda kwa wakati mzuri. Na katika kumbi hizi ambazo unaziona hapa, unaweza kuwa labda mtu yuko Dar es Salaam kwenye kumbi za Dar es Salaam na wengine wakiwa hapa Morogoro, lakini unaweza tukawalinki, tukaunganisha na wote wakawa wanawasiliana kwa kutumia kwenye kumbi hizi, na vyote vikafanyika kupitia kwenye screen kubwa ambazo tumezifunga mahali hapa. Okay. Leo tumeona baadhi ya viongozi mbalimbali wa kiserikali wako ndani ya ukumbi, lakini pia tumeshuhudia uzinduzi makini katika moja ya kumbi hizi za mkutano ambazo mmefanya tuseme kuassemble baadhi ya vifaa. Tupitishe tukio la leo, wewe umelionaje? Zungumzia tukio la leo.
Tukio leo kwetu ni fursa kama kampuni, na tunashukuru Mungu kwamba kile ambacho tuliweza kufanya kazi hatimaye leo kimefika hitimisho la kuweza kuzinduliwa. Na hivi kwetu ni furaha, na sisi ndio maana kama sisi kama wakandarasi ambao tumeweza kufanya kazi tumekuja kushiriki. Tumefurahi na watu tunajua wamefurahia, wameona vitu kwa macho. Kwamba vitu hivi kwa wakati mwingine ilikuwa inakusudiwa kwamba vinaweza kuanza na watu wa nje kutoka nje. Lakini vitu vyote vinaweza kufanya na Watanzania ambao ni sisi CSL Materials Company Limited. Okay, tuambie mpaka sasa mmetengeneza ajira kiasi gani kwa vijana? Mpaka sasa kwa mradi huu, wakati tunafanya mradi huu tulikuwa na takribani waajiriwa karibia 20 mahali hapa. Tulikuwa na wataalamu wa sound system, tulikuwa na wataalamu wa video mahali hapa. Na pia kwa kutumia mifumo hii tumeweza kutengeneza ajira mbalimbali za vijana wetu wa Kitanzania, wa maengineer na mafundi pia ambao waweza kuhusika kwenye mradi huu mpaka unaweza kukamilika kama unavyoona siku leo unavyoenda kuzinduliwa. Okay. Asante sana. Asante.